Wakati naanzisha kampuni ya Aje Farms mwaka 2017-18, kimbembe ilikuwa nianzeje, na kwa sababu ya ushamba na kukosa elimu ya fedha ambao of course mifumo rasmi ya elimu haifundishi, nilidhani kwamba kampuni kubwa ni ile ambayo ina wafanyakazi wengi sana. Kwa hiyo nikaingia mazima course, nikaanza kusajili ama kuajiri watu wengi zaidi. Lakini nilichokuja kujifunza baada ya miaka kadhaa ndani ya kufanya kazi, niligundua kwamba ni dhana potofu kudhani kwamba kampuni kubwa ni kwa sababu ya watu wengi. Yani itabidi uwe na HR, kwa mfano labda uwe na nani, uwe na mhasibu, labda uwe na mtu, uwe na driver kadhaa, uwe na watu wengi sana. Mwisho wa siku nilichokuja kugundua ni kwamba si kweli kwamba kampuni inaenda kwa watu wengi kiasi hicho. Badala yake nimejifunza kwamba kampuni huweza kujengwa hata na watu wawili tu, na issue inapokuja uswala la watu, yani people, tunaangalia zaidi quality ya watu, bora wa watu kuliko idadi. Na nilichojifunza zaidi ni kwamba inabidi utizame unapokuwa unaanza, usiajiri wafanyakazi, badala yake tumia wale watu wa huduma wanaoitwa freelancers. Freelancers hawa ni watu wa huduma ambao watakusaidia wakati unapowahitaji tu. Kwa mfano, unaweza kuhitaji mwanasheria ambapo wakati unashauri mahakamani, au unaweza kuhitaji mhasibu pale ambapo unataka kufanya mahesabu yako kwa mwezi mara moja, au unaweza kuhitaji mtaalamu labda wa masuala ya tehama unapotaka kutengeneza website ama tovuti. Hicho ndio kitu ambacho nimegundua siku zote. Kwa hiyo hapo ndipo nikuja kugundua baadaye na kurekebisha utaratibu wetu wote kwamba kumbe si lazima kutengeneza timu kubwa sana ya watu ambayo mwanzoni tu wakati tunaanza, kumbuka kipato ni kidogo na cash flow ni ndogo, mzunguko wa pesa ni mdogo, hamjaanza kuwa na mauzo makubwa. Sasa unajikuta ofisini watu wamekaa kama kunywa na kusubiria walipe mwisho wa mwezi. Hapo unaenda kuchemka. Badala yake na shauri uanze na watu wa huduma ambao ni unawahitaji kwa wakati maalum, ya hao wanaitwa freelancers. Na sisi Aje Farms uzuri wake tumeanzisha huduma hii ambapo mtu akiwa anaanza kampuni changa tunaweza kumlea kuanzia ile pengine katika hatua za usajili wa kampuni, na katika hatua nyingine pia mambo ya kisheria, lakini tunasaidia pia mambo mbalimbali ya kufanya pengine masuala ya mahesabu na kuhusiana na mambo ya TRA na vitu mbalimbali, mambo ya branding, marketing. Badala kwa ajili afisa masoko, ina maana tayari utapata utaalamu huku kutoka kwetu au mambo ya branding na marketing. Kwa hiyo haya mambo yote, badala kuwa na timu kubwa sana ofisini kwako, unaweza kujikuta una timu ya pengine hata mwenzako mmoja tu, mko wawili, na mkaweza mkaendesha kampuni yenu kwa uzuri kabisa. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho ni dhana potofu. Watu wanadhani kwamba kampuni kubwa ama ofisi kubwa ukianzisha lazima uwe na ofisi kubwa mahali fulani. Hii pia wenzetu wamepiga hatua kubwa sana. Kuna shared spaces, office spaces ambazo nimeona hata pia maeneo kama nchi mbalimbali kama Kenya, unaweza kukuta watu wanatumia jengo moja, kampuni kama 3 au 4 au 5 mpaka 10 wakati mwingine. Kwa sababu ofisi ni nini? Ofisi ni computer tu na kichwa chako. Kwa hiyo unaweza kukuta mnatumia jengo moja, chumba kimoja, lakini kampuni 10. Watu wengi udhani kwamba lazima kampuni iwe na ofisi moja kubwa sana mahali fulani. Kumbe wakati hiyo inakupoteza, hasa pale unapotaka kuanza. Mwanzo ni mgumu, na ndio maana na share nawe hizi tips ambazo zitakusaidia kujenga biashara yako, kampuni, wakati unaanza katika hatua kama hizi za awali kabisa. Na hii pengine itakusaidia sana wakati ujao unapokuwa watu wengi sana wanafikiria sana kujenga biashara, sio kufanya biashara. Sasa unaijengaje biashara katika hatua kama bado mtaji ni mdogo, unajitafuta, unataka kutengeneza kitu muhimu sana, lakini unaanzaje? Mtaji ni mdogo. Hapa nakupa tips, na kila wakati nitatoa tips hizi. Unaweza kujiunga moja kwa moja katika mafunzo yangu kupitia Chuo Kikuu cha Mtaani, kitivo cha misukosuko, ambapo nafundisha sasa namna ya kuanzisha kitu, kijenga kwa kutumia P3, yani people, yani process, maana watu, people, process maana mfumo,
people maana watu, na product maana bidhaa, lakini pia namna ya kufanya brandi, ambao ndio msingi hasa wa biashara yenyewe. Brandi ndio msingi wenyewe wa biashara yenyewe. Naendesha mafunzo yako kupitia Chuo Kikuu cha Mtaani, kitivo cha misukosuko, na unaweza kunitafuta moja kwa moja kupitia namba ya WhatsApp kwa namba ya simu 0743 812 853, ambapo kwa kufanya hivyo utanipata moja kwa moja kwenye mtandao wa kijamii. Hakikisha una subscribe na like na kushare video hii uweze kujifunza mara kwa mara. Lakini pia unaweza kuuliza chini ya video, ukauliza kwenye comments na nitakujibu mara moja.